فخر أن تكون لي ربا لم يزل ذليلا، ومن لم يستشف بكتابك بات وأصبح عليلا، ومن لم يستغن بالافتقار منك كان طول الدهر فقيرا، ومن لم يتحقق في عبودية لك صار في عبودية لمن دونك أسيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. أما baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumswalia na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, katika darsa ya leo ya wanyama waliotajwa ndani ya Qur'ani, hayawanat waliotajwa, leo tutamzungumzia nzi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja katika suratul Hajj na akataka watu wamsikize, sema ya ayuha nasu dhuriba mathalun fastami'u lahu, enyi watu mnapigiwa mfano, hebu msikizeni, tegeni masikio yenu kusikia ni mfano wa aina gani. Innal ladhina tad'una min dunillah, hakika yale mnayolingania kwa asikuwa Mwenyezi Mungu. Na baadhi katika Qur'an wakaisoma kwa ya kama vile Imam Sulami na Imam Yaqub na Abu Aliya, innal ladhina yad'una min dunillah, hakika wale wanaolinganiwa wasikuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lan yakhluqu dhubaban wala yajtama'u lahu, hawawezi na hawatoweza, kwa kuwa imetumika kilima cha lan, hawawezi na hawatoweza daiman wa abada kumuumba nzi, wala yajtama'u lahu, hata wakakusanyika wote watakufanya kitu kama hicho. Nzi mmoja tu kwa sifa zake zote wameumbwa mdudu kama huyu hawezekani. Wala yajtama'u lahu, hata wakakusanyika. Wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu, acha mbali kule kumuumba nzi, hata akachukua kitu kuwapokonya nzi kutoka kwa mkono wao, la yastanqidhuhu minhu, hawawezi kuirudisha kile kitu alichokipokonya. Dha'fa talib wal matlub, ni udhaifu ulioje wa yule mwenye kutaka na mtakwa, yule mwenye kuabudu na mwenye kuabudiwa. Mufassirina wakaeleza kwa kauli mbalimbali, imma ni yule nzi na yule sanamu anayeabudiwa, au ni yule nzi na yule sanamu anayeabudiwa na yule ambaye kwamba anaabudu sanamu kama ile. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hizi aonyesha ukubwa wake Mwenyezi Mungu, na kuwa kila ambacho kwamba kinachoabudiwa kinyume na Mwenyezi Mungu hakina uwezo wa aina yoyote. Na akatoa mfano, akipigia mfano kwa mdudu mdogo kama huyo nzi. Tumeeleza ni kitu kidogo, lakini kinaweza kuwa na madhara mengi. Hubeba uchafu kutoka huku kipeleka, ni wengi, wakati mwingine huharibu mazingira, kufanya, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati mwingine hutumia kama ni askari wake, kama tulivyoeleza kisa cha Namrud. Nzi tu akaweza kummaliza. Kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupigia mfano huu, ni kuwa ni kiumbe kidogo na dhaifu, lakini wale wanaodai kuwa ni miungu badala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawawezi kutoa mfano wa kiumbe kama hiki. Pengine atakuja mtu aseme siku hizi kuna teknolojia, umetengeza mpaka nzi wa plastiki na kadhaa, aweza kuruka, akaenda, akazunguka, akapiga makamera na kufanya nini, lakini
si kwa sifa ya nzi aliyomuumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si kwa sifa ile. Ana maajabu, macho yake alioumbwa nayo, mabawa yake na kadhalika, na kule kupita kwake, na ule ubawa wake upande mmoja ukawa una dawa na upande mwingine ukawa una maradhi. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Imam Bukhari na Muslim, idha waqa'a ad-dhubab fi sharabi ahadikum falyamsahu sab'a marrat, atakapoanguka nzi katika kinywaji cha mmoja wenu, basi aitumbukize mara 7, kisha atoe katika moja ya ubawa wake kuna dawa na katika moja ya ubawa wake kuna maradhi. Mara nyingi ikianguka sehemu ambapo kuna maradhi na kuingia, na imefanya research na wanazuoni sayansi kuangalia hakikatan ubawa mmoja tena na upande wa kulia wa nzi unao dawa ambao kwamba huondosha yale maradhi yake na uchafu wake. Kuna wakati mmoja bwana mmoja kuulizia, itakuwaje huu ni mchafu, mbona mtu apate kuingiza yani yule nzi kwamba tunamjua kwa kawaida ni mchafu na kadhalika? Jawabu lake ni lepesi. Kwa nini? Unapodungwa hizi sindano mathalan za vaksini tunazoziona, ni yale maradhi, ule ugonjwa ndio hudungwa ili mwili wako upate kupambana nao. Lakini katika research zilizofanywa za huyu mnyama nzi, ni kwa ubawa wake upande wa kulia una tiba na una dawa ya kuneutralize, inaitwa microbiological neutralization, kuwa ina neutralize ile ambayo kwamba iko upande wa pili, ikaondosha ikaleta yale maradhi ambayo kwamba imekuja upande mmoja ikaondoshwa na upande wa pili, na ni kitu ambacho kwamba kimehakikishwa. Sasa Mwenyezi Mungu atupa mfano wa mdudu mdogo kama huyo ambaye kwamba hawezi kuumbwa na wale ambao kwamba wanadai kuwa na wao ni miungu, kisha akatumalizia aya kuwa hakika wale wanaoabudu wengine isipokuwa Mwenyezi Mungu, ma qadarullah haqqa qadri, hawajamtambua Mwenyezi Mungu hakika wa kumtambua na uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawajaweza kumfikia na kumtambua Mwenyezi Mungu kihakika. Nzi ni mnyama wa maajabu na mambo yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii yasema, wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay la yastanqidhuhu minhu. Wale mzetu walikuwa wakisomesha kitu mwingine kutueleza, wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay la yastanqidhuhu shay, hawaitoi kitu. Kwa nini? Yule nzi anapochukua mathalan ni punje ya mkate ambao kwamba unayo na kula, akichukua katika mkono wake, basi pale kwenye mkono wake kuna enzymes ambazo kwamba kutoka ikaibadilisha, ni punje pale kwenye amechukua. Kitambo cha wewe hata ukajaliwa kwa utamshika yule nzi, basi huwezi kuipata ni punje ya mkate, mara moja ishabadilishwa, imefanywa kuwa majimaji, imeteremshwa. Amechukua punje ya mkate, ukimshika mkononi utampata na majimaji yaani imeshayayushwa mara moja. Ni katika wanyama pekee wa ajabu ambao kwamba huanza ile digestion yake kwenye mkono wake pale anapochukua ikabadilika. Na Mwenyezi Mungu elimu hii akaitaja miaka 1400 iliyopita kuwa in yaslubuhum adh-dhubabu shay la yastanqidhuhu minhu, akichukua kitu kutoka kwao hawezi kukirudisha. Hata kama utamshika, utumie teknoloji zote kumshika yule nzi, lakini huwezi kurudisha kile kitu alichokichukua kutoka kwako, kwa sababu itakuwa ishabadilika hali yake, imebadilika shakli yake, imetoka katika hali ya solidity mpaka kwenye liquid, imebadilika, si tena ile si punje ya mkate aliyochukua kutoka kwako, bali imebadilika, imekuwa majimaji, imeshaanza kusagika. La yastanqidhuhu minhu, hawawezi. Kwa hivyo yoyote kwamba humshirikisha Mwenyezi Mungu na kile anachokishirikisha, basi ajue ni udhaifu ulioje wa dhalimu wa madhulum, udhaifu ulioje wa yule anayetaka na yule mwenye kutakwa, yule ambaye kwamba humwabudu na anayabudiwa, wote ni madhaifu, hawana uwezo wa jambo lolote kama hili. Lao tatambua hiki kinaambatana sawa sawa na kisa cha sahabiyul jalil Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu ta'ala. Abu Dharr al-Ghifari katika kauli moja alikuwa na sanamu akimwabudu kabla ya kusilimu, na wengine wasema bal ni sahaba anaitwa Rashid as-Sulami. Rashid as-Sulami
kabla ya kusilimu alikuwa akiitwa Ghawi ibn Ghalib. Ghawi ibn Ghalib au Ghawi ibn Ghalib alikuwa katika Bani Sulaim wakiabudu sanamu inaitwa Suwaa. Hawa siku moja katika masiku ametoka kwenda kuzunguka, amerudi na chakula chake analeta. Akiingia yule sanamu alikuwa mlangoni pale nje kabla ya kuingia nyumbani. Akaangalia akaona kuna kitu juu ya kichwa cha sanamu kinacheza kikizunguka. Alipokaribia katoroka, kumbe ilikuwa ni mjusi monitaliza inacheza juu yake. Akenda akaangalia akaona akiangalia juu ya kichwa cha yule sanamu anapata kuna amefanya choo pale. Akakasirika, asema arabbun yabulu thulubanu bi ra'sihi lakad dhalla au kad hana man balat alayhi tha'alib. Mola ambaye kwamba anafanyiwa kinyesi juu ya kichwa chake na mjusi amedhalilika, amekuwa ni mtu hana maana, ambaye kwamba anaweza kufanyiwa choo kwenye kichwa chake. Falau kana rabban kana yamna nafsahu, lau angekuwa ni Mungu huyu alikuwa anajikinga mwenyewe, hangekubali kuwa mtu ndugu ajijue kichwa chake afanye choo. Fala khairan min rabbin na'tihi al-matalib, hana ubora, hana maana huyu hata kumshtakia, kumpa manilio yetu, kumshtakia na kumwambia sisi tuna kadha, tuna shida hii, hana maana ya kumshtakia. Ishasema inni baridtu min al-asnami fil ardi kulliha, nimejiachilia mbali na masanamu yote katika ardhi. Wa amantu billahi alladhi huwa ghalib, na muamini Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ndio muweza, ametawalia, ni mshindi wa kila jambo. Baadhi ya wanazuoni tarikhi walipoandika Kiswahili yasema huyu Ghawi ibn Dhalim alikwenda akasema maneno haya mbele ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, akamuelezea, amwambia ya Rasulullah, nimekwenda nikapata kadha kadha, kisha akatoa haya mashairi kumwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye rabbun yaqulu thulubanu bi ra'sihi laqad hana man balat alayhi tha'alib falau kana rabban haqqan kana yamna'u nafsahu fala khayran min rabbin na'tihi al-matalib baridtu min al-asnam fi al-ardi kullaha wa amantu billahi alladhi huwa ghalib. Akatoa mshahidi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akasilimu kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkubalia imma ni yeye ama ni Abu Dharr al-Ghifari. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam huyu Bwana Ghawi ibn Ghalib akamwambia, anta al-yawm ar-Rashid ibn Abdullah, wewe kutoka leo si Ghawi ibn Ghalib tena jina lako, bal utaitwa Rashid bin Abdullah, jina lako litakuwa ni Rashid bin Abdullah as-Sulami. Akawa ni sababu amejiondoa katika ibada kwa sababu ya kuwa ile miungu inadhalilishwa. Dhaufa talib wal matlub, udhaifu ulioje wa wale wenye kuabudu na kuabudiwa asokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atumakinishe katika tauhidi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kumpwekesha yeye peke yake, tusimshirikishe na kitu kingine chochote. Allahumma anfa'na bil Qur'an wa ummana bil ghufran ya aziz ya rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna, fahimna minhu ma qara'na, hafidhna minhu ma talawna, warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atraf an-nahar ala al-wajh alladhi yurdika 'anna. Nas'aluka Allahumma bi kulli harfin min al-Qur'an halawa wa bi kulli juz'in min al-Qur'an jazaa'a wa bi kulli suratin min al-Qur'an sa'ada. Allahumma انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصتك يا رب العالمين.
اللهم تقبل قراءتنا في هذا الشهر الكريم، ما كان فيه من خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان أو ماد أو تشديد أو تحريف أو تضييع أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير مظهر أو إظهار أو بيان أو ماد أو تشديد. اللهم تقبله منا على ما كان فيه من تساهلنا، وإن لم بفضلك تقبل علينا. اجعله يا ربنا كفارة لما سبق من ذنوبنا وعصمة فيما بقي من أعمالنا، وارزقنا اللهم أعمالا صالحة ترضى بها عنا يا رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.